Nilimpenda kwa dhati, lakini alikuwa na mke na watoto. Sehemu ya kwanza. Wanasema mapenzi ni kama upepo. Hauonekani, lakini unavunja hata miti mikubwa. Nilidhani nimempata mtu wa maisha, mtu ambaye moyo wangu ulikuwa ukimuomba kila siku. Lakini kumbe nilikuwa nimeanguka mikononi mwa mtu asiye wangu, mtu wa mtu. Karibu kwenye simulizi ya maisha yangu, hadithi ya moyo uliojeruhiwa na upendo wa dhati. Jina langu ni Stella, binti wa miaka 27, mzaliwa wa Morogoro, lakini ninaishi Dar es Salaam. Nilizaliwa katika familia ya kawaida, si tajiri, si maskini kupita kiasi. Maisha yangu yalijaa utulivu. Kazi yangu ya uhasibu ilinipa angalau matumaini kwamba kesho itakuwa bora. Nimekuwa mtu wa ndani sana, si mpenda kelele, wala si mpenzi wa mitandao ya kijamii. Lakini siku hiyo, Mei 12 mwaka 2023, moyo wangu ulikuwa na huzuni ya ajabu. Sikuwa na mtu wa kunitumia ujumbe wa asubuhi. Nilikuwa single kwa miaka 2 baada ya kuumizwa na mtu niliyetegemea kuwa mume. Siku hiyo jioni, nikiwa kitandani nimeshika simu yangu, niliona ujumbe mpya wa DM kwenye Instagram. Akaunti iliyoitwa Brian_Mwakalinga254 ilikuwa imenitumia ujumbe: "Hello mrembo, sijui kama ni sahihi kusema hili, lakini tabasamu lako limefanya nishindwe kulala." Nilitabasamu tu. Ilikuwa si mara ya kwanza kupokea meseji kama hizo, lakini huyu alikuwa tofauti. Niliangalia picha zake. Mwanaume mrefu, mwenye muonekano wa kisasa, akionekana mara kwenye ofisi nzuri, mara akiwa kwenye gari la kifahari, mara akifanya mazoezi. Kulikuwa na kitu kivutacho, lakini pia kilinitisha. Alinitumia ujumbe mwingine: "Siwezi kukulazimisha, lakini ningependa tukawasiliana zaidi. I just feel there is something special about you." Nilijibu taratibu, bila haraka. Tulianza kuzungumza. Mazungumzo yaligeuka kuwa marafiki, kisha rafiki wa karibu, kisha mtu niliyekuwa nasubiri kila siku asubuhi na jioni. Kwa wiki 2, mazungumzo yetu yalizidi kuwa ya kina. Nilihisi nimekutana na mtu anayenielewa. Alikuwa na lugha ya pole, alikuwa na ucheshi wa kipekee. Alionekana mtu wa ndoto zangu. Siku moja, akanipigia simu saa 5 usiku. Kwa sauti ya kuvutia, akaniambia, "Stella, I think nimekupenda. Si kwa sura tu, bali kwa vile unavyofanya nijisikie." Moyo wangu ganda kwa sekunde kadhaa. Nilinyamaza. Kisha nikasema kwa sauti ya chini, "Hujanijua vya kutosha Brian." Akajibu, "Ndio maana nataka tukaonane." Ndani ya siku 3, nilikuwa na tiketi ya ndege kutoka Dar kwenda Arusha. Akasema anaishi na kufanya biashara ya magari huko. Hakusita hata sekunde kunituma tiketi ya Fastjet. Akaniambia, "Usiogope, nimechoka kuongea na picha. Nataka kukuona. Tuketi, tucheke, tuishi." Siku ya safari ilifika. Alinipokea uwanja wa ndege kwa tabasamu pana, akiwa na Toyota Prado rangi ya silver. Akanipa maua halisi yenye harufu tamu. Nikajisikia kama binti wa kifalme. Safari ya kuelekea nyumbani kwake ilikuwa kimya, lakini tamu. Mziki wa taratibu ukicheza, sauti yake ya kuvutia ikisema, "Kila sekunde niliyokaa bila kukuona ilikuwa mateso." Nyumba yake ilikuwa kisasa sana. Vyumba vikubwa, sebelo yenye mapambo ya kisasa, TV ya ukutani, meza ya glasi. Jikoni kulikuwa na kila aina ya chakula. Akaniambia, "Kwa siku hizi 2-3, hapa ni nyumbani kwako." Nilihisi ndoto inatimia. Mwanamke wa kawaida kama mimi kupokelewa hivi
Nilijisikia kama mtu aliyeshinda bahati nasibu ya mapenzi. Tukaenda mbuga ya Manyara kesho yake. Tulipiga picha, tukacheka, tukatembea. Aliniambia hana mke, hajawahi kuwa na mtu aliyemvutia kama mimi. Nilijiona malkia, lakini sikujua nyuma ya pazua palikuwa na giza nene lililojificha. Wiki ya pili, alianza kuwa na tabia za ajabu. Simu zilianza kumjia usiku akiitikia kwa kificho. Nilipojaribu kumwangalia, aliinama au kutoka nje. Message zilizokuwa namfurahia kusoma mbele yangu, sasa alikuwa anazifuta haraka. Nilipohoji, akaniambia, watu wa biashara wana pressure nyingi, usihofu. Nilijizuia kuuliza zaidi, kwa sababu nilikuwa namwamini. Lakini siku moja nikitaka kuosha nguo zake, nilifungua kabati lake. Nikakuta bahava ya kijani ikining'inia kwenye mfuko wa koti lake. Nilipoifungua, nikakutana na hati ya hospitali, cheti cha kuzaliwa. Majina yalinifanya miguu ikate nguvu. Mtoto Vanessa Mwakalinga, miaka 5. Mama Anita Mwakalinga. Baba Brian Mwakalinga. Macho yangu yalijaa machozi, vidole vilitetemeka. Moyo wangu ulianza kupiga kwa nguvu kama kengele ya hatari. Nikakaa safkani nikiwa nimeshika karatasi hiyo kama mtu aliyepigwa radi. Nilikuwa tayari kumpenda, kumpa kila kitu. Kumbe moyo wangu ulikuwa mikononi mwa mtu aliyejificha nyuma ya uongo wa mapenzi. Unaweza kumpa mtu moyo wako mzima, ukamwamini kwa 100%, lakini kuna watu wanavaa ngozi ya upendo huku moyoni wakiwa na visu vya usaliti. Katika dakika chache nilizoshika hiyo bahasha, maisha yangu yote yalibadilika. Niliuliza moyo wangu swali moja: hii ndio thawabu ya kupenda kwa dhati? Nilikaa sakafuni, nikishikilia hati ya kuzaliwa ya mtoto wa miaka 5. Majina yaliyokuwa kwenye karatasi hiyo yalinichoma kama sindano ya moto. Brian Mwakalinga, baba. Anita Mwakalinga, mama. Niliangalia juu, machozi yakinitoka kimya kimya. Ukuta wa ndoto nilioijenga kwa wiki 2 ulianza kupasuka vipande vipande. Kila kumbukumbu ya maneno matamu walionitumia, kila safari ya mbuga tulioenda, kila usiku tuliokaa balkoni tukiongea kuhusu maisha, sasa yalionekana kuwa uongo uliopangiliwa vizuri. Nilikaa kimya kwa dakika 15. Kisha nikainuka, nikaweka bahasha pale pale ilipokuwa. Hakutakiwa kujua kama nimeona. Nilihitaji muda wa kuelewa na kupanga cha kufanya. Jioni hiyo alirudi akiwa na tabasamu lake lile lile. Akaniletea chakula cha jioni kutoka hotelini. Akaweka filamu, akanikumbatia kama kawaida, lakini wakati huu kumbatio lake lilikuwa baridi. Sauti yake haikuniingia tena moyoni. Niliangalia uso wake kwa makini. Mtu huyu aliyekuwa amejifanya mpenzi wa ndoto zangu alikuwa anaishi maisha mawili. Alikuwa mume wa mtu, baba wa mtoto, lakini bado alinichukua kama mwanamke wa pembeni. Na mbaya zaidi, alinidanganya kwa ustadi. Siku iliyofuata nilijiandaa mapema. Nikampikia kifungua kinywa kama kawaida. Kisha nikamwambia, leo naomba tuzungumze kidogo kabla hujaondoka. Akaniangalia kwa tabasamu. Mbona sauti yako haijai furaha leo? Nikajibu, huwezi kuwa na furaha kila siku, hasa ukigundua kuwa unaishi ndotoni, kumbe ni kabusu. Alichanganyikiwa, akakaa kimya kwa dakika 50. Kisha nikamtoa mashtaka moja kwa moja. Brian, nani ni Anita? Moyo wake uliruka. Aligeuka uso akaanza kucheka kwa kutoamini. Umejuaje jina hilo? Nikajibu, nisidanganye. Nimeona cheti cha mtoto, Vanessa, binti yako. Nimeona kila kitu. Kwa mara ya kwanza Brian alikaa kimya kwa dakika mzima. Hakusema chochote. Alishusha pumzi ndefu, kisha kwa sauti ya chini akasema, sikupaswa kugundua hivi. Angalau si mapema hivi. Nikamuuliza, kwani ulikuwa na mpango gani? Kuniweka hapa kama mke wa pili au kanifanya kichekesho kwa muda kisha urudi kwa familia yako? Brian akainuka, akatembea kutoka kona moja ya sebleni hadi nyingine. Kisha akanitazama kwa macho yaliyojaa huzuni ambayo sikuwahi kuyaona hapo awali. Stella, nakupenda. Sijawahi kumpenda mtu kama wewe, lakini maisha yangu ni magumu. Anita ni mke wangu kisheria, lakini mapenzi yalishakufa muda mrefu.
Nilikuwa natafuta mwanga mpya na wewe ukawa mwanga huo. Nilitabasamu kwa uchungu. Machozi yakaanza kunitiririka. Unafikiri hayo maneno yako yatafuta uongo wako wote? Una mume, una mtoto na bado ulijifanya hujawahi kupenda. Brian, wewe si mwaminifu. Wewe ni mhalifu wa mapenzi. Alijaribu kunigusa, nikamkwepa. Nikaanza kujiandaa. Nilijua nilihitaji kuondoka haraka. Mapenzi haya yalikuwa sumu. Wakati naondoka, aliniangalia na kusema, "Sitakusahau kamwe Stella. Labda sitawahi kukupata tena, lakini ninakupenda kweli." Nilimwangalia kwa sekunde 3 tu, nikasema, "Unanipenda, lakini hujaniheshimu." Hilo halikubaliki. Nikatoka nje, nikaita bajaji, nikaelekea uwanja wa ndege. Katika safari hiyo ya kurudi Dar es Salaam, nilikaa kimya ndani ya ndege. Sikupenda kuangalia dirisha wala sikusikiliza muziki. Nilifikiria jinsi moyo wa mwanadamu ulivyo. Unaweza kuwa na upendo mkubwa, lakini ukapewa uongo mkubwa zaidi. Nilipofika nyumbani, nilijifungia kimbani kwangu. Nililia mpaka sauti ikakata. Lakini nilijua, huu ni mwanzo wa kupona. Mimi ni mwanamke. Nilijeruhiwa, lakini siwezi kuvunjika. Wakati mwingine hujui kuwa umevunjika mpaka unajaribu kutembea tena. Nilidhani nitaishi bila mapenzi tena, lakini moyo ni kama ardhi iliyoloa maji. Ukikauka, unaweza kumea tena. Swali ni nani anayestahili maua ya pili ya moyo huu? Ilikuwa imepita miezi 2 tangu niliondoka Arusha. Maisha yangu yalibadilika, kimya kikawa rafiki yangu. Sikutaka tena mazungumzo marefu wala kutazama DM za Instagram. Nilibadili namba ya simu, nilihama hata chumba nilichokuwa nimepanga. Nilihitaji hewa mpya, mazingira mapya, mwanzo mpya. Nilijielekeza kazini. Uhasibu wa kampuni ya mjasiriamali mmoja niliyemheshimu sana, Mama Fatuma. Mwanamke wa kazi, mkali lakini mwenye roho ya dhahabu. Aliniona siku ya kwanza niliporudi kazini na kuniambia, "Stella, macho yako yamejifunza kulia kimya, lakini bado naona nguvu." Maneno yake yalibaki kichwani mwangu kwa siku nyingi. Siku moja nilikuwa nimesimama nje ya ofisi wakati mvua ndogo inanyesha. Nilipenda mvua. Ilifuta machozi yangu hata bila kuuliza kilichoniliza. Ghafla gari jeusi aina ya BMW X3 lilisimama mbele yangu. Dirisha likashuka taratibu. Na kwa mshangao, nilimwona mwanaume mgeni mwenye suti ya kijivu, miwani ya macho ya mvua na uso uliotulia kama mtu mwenye akili nzito. "Samahani dada, hii ni ofisi ya Finance Gate Ltd?" Nilitabasamu kidogo. "Ndiyo, karibu ndani. Ndio mimi niko reception pia." Aliingia ofisini akiwa amebeba faili moja kubwa. Jina lake lilikuwa Kennedy Mrope. Alikuwa mteja mpya, mjasiriamali wa IT aliyehitaji msaada wa kifedha na ushauri wa uhasibu. Baada ya mazungumzo yake na mkurugenzi, alikuja kaunta yangu tena. "Stella, una jina zuri na una sauti ya kupendeza." Nilitabasamu kwa aibu. Sikuzoea tena sifa, nilimjibu kwa upole. "Asante, karibu sana tena." Kuanzia hapo, Kennedy alianza kuja mara kwa mara. Si tu kwa sababu ya kazi, bali alionekana kama mtu aliyependezwa na uwepo wangu. Alikuwa mcheshi, mwelewa na zaidi ya yote alikuwa na utulivu ambao moyo wangu uliuhitaji. Sio kama Brian aliyevaa tabasamu la uongo. Kennedy alikuwa wazi. Aliuliza kwa heshima, alijibu kwa upole. Miezi 2 ilipita. Siku moja alikuja ofisini saa 5 jioni. Wote walikuwa wameondoka. Akanilekea zawadi, daftari la kumbukumbu lenye jalada lina maandishi, "Mambo yote mazuri huanza polepole." Aliniangalia na kusema, "Stella, sikujui vya kutosha, lakini kila siku ninapokuona najikuta nataka kujua zaidi. Ukiniambia nisubiri, nitasubiri, lakini usiniambie niache kutamani kuwa karibu nawe." Nilihisi moyo wangu ukianza kupiga kwa njia mpya. Hakukuwa na pressure, hakukuwa na uongo, lakini bado nilihofia kupenda tena. Nikamuuliza, "Kennedy, ukijua nimejeruhiwa vibaya sana na mapenzi, utaendelea kunisubiri?" Akasema kwa sauti ya pole, "Maua yakikatwa hayaachi kuwa maua, yanahitaji tu kupandwa upya. Nitakupanda kwa subira."
Nilikuwa karibu kutoa jibu, lakini kabla sijafanya hivyo, simu yangu ikaita. Namba ngeni. Niliipokea kwa hofu. Stella, ni mimi, Brian. Moyo wangu ukaganda. Nilijisikia kama hewa imenikata. Sijui utaamini au la, lakini Anita amefariki. Ajali ya gari. Niko na Vanessa. Sina mtu wa kumtegemea. Nilikumbuka tu jina lako. Nilikaa kimya. Wakati mwingine, majeraha ya zamani hupona juu juu, lakini yakiwachwa wazi, damu huanza kutoka tena. Nilijifunza kupenda, nikajifunza kumia. Na sasa, yule nilimlilia usiku mzima, amerudi. Akiwa hana tena ndoa, lakini ana mtoto. Je, moyo unaweza kugawanyika tena bila kuvunjika? Nilihisi kama muda umesimama. Sauti ya Brian ikivuma kichwani mwangu kama upepo wa dhoruba iliyopita, lakini haijafutika. Stella, Anita amefariki. Ajali. Niko na mtoto. Sina wa kumtegemea. Nilikuwa kimya, nimeshika simu kwa mkono mmoja, huku moyo wangu ukipiga kwa kasi ya ajabu. Unataka nini kutoka kwangu, Brian? Nikamuuliza kwa sauti ya chini, lakini yenye msisitizo. Akasema, sitaki kukuumiza tena. Sijui hata kama nina haki ya kuzungumza nawe, lakini sikujua ni wapi pa kwenda. Nilifikiri huenda bado na nafasi ya kunisikiliza. Sikuweza kujibu. Nilimwambia tutaongea baadaye. Usiku huo nilikesha. Nilikumbuka kila tukio kati yangu na Brian. Tamu na chungu. Alinifanya niamini mapenzi, kisha akanionyesha upande wake wa giza. Lakini sasa alikuwa hana mke. Sasa alikuwa baba aliyejeruhiwa. Je, moyo wangu ulikuwa tayari kumsikiliza tena? Asubuhi yake, Kennedy alinipigia simu. Habari ya leo, Stella. Nilitaka tu kukuambia, nimefurahia kukufahamu. Na hata kama sitakuwa sehemu ya maisha yako, nitakuwa mshabiki wa furaha yako. Maneno yake yalitulia rohoni kama dawa ya maumivu. Kennedy alikuwa tofauti. Hakuharakisha, hakunilazimisha. Nilipa nafasi, na sauti yake ilinifanya niamini bado kuna wanaume wa kweli. Lakini kabla sijakaa sawa, Brian alinitumia ujumbe. Naweza kukuona hata kwa dakika 5. Vanessa analala mapema. Niko hapa Dar kwa siku chache tu. Nilisita. Kisha nikakubali. Siku hiyo jioni, tulikutana hoteli ya Serena. Alikuwa amepungua. Uso wake haukuwa na ile jeuri ya awali. Mavazi yake hayakuwa na sauti ya pesa kama zamani. Alikuwa mtu aliyevunjika. Akinigeukia, macho yakiwa mekundu, akaniambia, Stella, sijui nianzie wapi. Anita alikufa wiki 4 zilizopita. Alikuwa njiani kumchukua Vanessa shuleni. Tangu siku hiyo, maisha yangu yamevurugika. Nikamtazama. Sikusema neno. Nilimruhusu aongee. Nilikumbuka kila siku niliyoitumia na wewe. Kila siku niliyokudanganya. Sijui kama utaniamini, lakini sitaki tena kudanganya. Sitaki tena kukupoteza. Akashusha pumzi, macho yakiwa yanang'ara kwa machozi. Akaniambia, sitafuti huruma yako. Nataka ukweli. Je, bado unanipenda? Nilijawa na hisia mchanganyiko. Mapigo ya moyo wangu hayakuwa na mpangilio. Nilimtazama kwa sekunde kadhaa, kisha nikasema, Brian, siwezi kukudanganya. Sehemu ya moyo wangu bado ina kumbukumbu zako. Lakini si kila kumbukumbu ina nafasi ya kurudia. Unamaanisha?
Namaanisha, bado sijasahau. Lakini sijui kama naweza kuanza tena. Na kuna mtu mwingine, Kennedy. Hajaahidi mengi, lakini amenipa amani. Sijaamua chochote. Sitaki kuharakisha, lakini pia sitaki kuumizwa tena. Brian alinyamaza. Alinyoosha mkono wake taratibu na kuniambia, nikiwa na Vanessa niligundua kitu kimoja. Utaalamu wa kulea mtoto si chakula, si pesa, ni upendo. Na mimi sina hakika kama moyo wangu unaweza kupenda tena mtu mwingine, Stella, isipokuwa wewe. Kwa mara ya kwanza macho yangu yalijaa machozi, lakini si kwa bila maumivu, bali kwa bila ya kuchanganyika. Nilihitaji muda, nilihitaji kutulia, lakini moyo wangu ulikuwa tayari katika vita kati ya Brian na Kennedy. Siku zilizofuata nikakaa kimya. Sikumpigia Brian wala Kennedy. Nilitembea ufikoni nikiandika kwenye daftari la kumbukumbu aliyonipa Kennedy. Kupenda si kosa. Kurudi kwa aliyekuacha na maumivu, hilo ndilo jaribu. Wakati niliingia chumbani siku ya Jumapili, nilikuta maua mlangoni, yakiwa na kadi ndogo tu iliyoandikwa, niko tayari kuwa na wewe, hata kama moyo wako una historia. Nikakaa chumbani, nikishika maua hayo, nikijiuliza, je, nitapenda tena kwa ujasiri au nitajificha nyuma ya majeraha ya zamani? Kuna wakati unakutana na mtu ambaye ni bora, lakini moyo wako bado navuta yule aliyekuacha na maumivu. Katika sehemu ya 5, Stella atafanya uamuzi. Lakini je, ni sahihi? Na kuna jambo ambalo Brian hakumwambia kabisa. Kuna wakati moyo unahitaji jibu, lakini jibu lenyewe linakuja na mzigo wa maumivu. Stella yuko kati ya mwanaume aliyemuumiza, lakini sasa hana mke, na mwanaume mpya mwenye moyo wa dhati. Lakini kuna siri moja Brian hajawahi kumwambia, siri inayoweza kuharibu kila kitu. Nilikaa na maua aliyotuma Kennedy juu ya meza. Harufu yake ilikuwa tulivu, lakini kichwani mwangu kulikuwa na vishindo vya maamuzi. Siku 3 zilizopita Brian alikuja akilia. Leo Kennedy anatuma maua bila shinikizo. Wote wawili walinielekea, lakini mioyo yao ilikuwa na hadithi mbili tofauti. Siku hiyo jioni nilimpigia Brian kwa mara ya kwanza baada ya siku kadhaa. Tukutane kesho, mahali palipo tulivu. Tuna mengi ya kuzungumza. Alikubali bila kusita. Tulikutana kwenye mgahawa mdogo unaotazama bahari. Alikuwa amevaa shati la kijani la kawaida, lakini uso wake haukuwa na jeuri ya zamani. Alionekana kama mtu aliyepoteza sehemu ya maisha yake na sasa anajaribu kuijenga tena. Tulikaa kimya kwa dakika 5. Kisha nikasema, Brian, kabla sijafanya maamuzi yoyote, nataka ukweli. Kila kitu, hata kilichouma. Hakuna kusubiri baadaye. Brian alishusha pumzi ndefu. Alikunywa maji, kisha akasema, kuna jambo moja sijawahi kukuambia Stella. Nilikuwa na ndoa, ndiyo, lakini haikuwa ndoa ya mapenzi. Ilikuwa ndoa ya mkataba wa kifamilia. Nilishurutishwa na familia yangu. Alikuwa mtoto wa mfadhili mkubwa wa kampuni ya baba. Muda mrefu nilihisi nimefungwa. Nilikutana na wewe wakati tayari moyo wangu ulikuwa umechoka, na nilipokupenda nilijua ni kosa, lakini nilipenda vibaya. Nilimtazama kwa muda nikimsubiri aendelee. Sauti yake ilikuwa ya kina, yenye majuto halisi. Baada ya wewe kuondoka, nilitaka kuvunja ndoa, lakini Anita akapata ujauzito. Hapo ndipo nilikata tamaa. Niliamua kuwa baba mzuri kwa Vanessa.
lakini baada ya ajali nimebaki na mtoto na kumbukumbu zako. Nilimwangalia kwa muda, kisha nikamuuliza swali moja kwa moja. Brian, ungetaka kurudi kwangu kama Anita angekuwa hai? Alitazama chini. Muda ulipita. Hatimaye akasema kwa sauti ya chini, sijui. Labda ningebaki kwenye ndoa ile kwa sababu ya mtoto, lakini ningekuwa na mapenzi nusu. Moyo wangu ungekuwa na jina moja, Stella. Majibu hayo yaliniuma. Kwa mara ya kwanza niligundua kwamba mimi nilikuwa chaguo la pili kwake. Angeendelea kuishi kwenye ndoa ya mateso kama Anita angekuwa hai. Na sasa amenigeukia kwa sababu hakuna mtu mwingine. Macho yangu yalijaa machozi, lakini nikayafuta, nikasema kwa sauti utulivu, ninajua unanipenda, Brian, lakini upendo wa dharura si upendo wa kweli. Siwezi kuwa mshikamano wa maumivu yako. Siwezi kuwa zawadi ya msiba wa mwingine. Brian alinyamaza. Alijaribu kunishika mkono, lakini nikasogea mbali. Vanessa, nakuhitaji. Sio mimi. Mimi nimepona kwa tabu, na sasa najifunza kutabasamu tena kwa mtu anayeniona hata pasipokuwa na historia. Niliondoka kabla hajasema neno lingine. Nilipofika nyumbani nikakuta ujumbe kwenye simu kutoka kwa Kennedy. Leo nitasafiri kwa siku 5 kwenda Nairobi. Nilitaka kukuaga, lakini niliogopa kuharibu amani yako. Kama moyo wako bado uko wazi, nitarejea. Kama rafiki au zaidi, nitasubiri. Nilikaa kitandani nikiwa na kimya kizito, lakini pia pumzi nyipya. Nilihisi kuwa nimekata minyororo ya jana. Sikuwa tena kifungo cha mapenzi ya zamani. Nilifungua daftari la kumbukumbu na kuandika, ukweli ni dawa chungu, lakini uponya. Na moyo wangu sasa unajua nani wa kuupatia. Wengine wanarudi kwa sababu hawana pa kwenda. Wengine hubaki hata kama hawana kila kitu. Katika sehemu ya pili, Stella anaanza upya. Lakini je, Kennedy atarudi au moyo wake utaanza kupenda Nairobi? Na Brian ataacha ithibu ya Stella vipi? Usikose sehemu ya pili.